Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametetea mali za Warusi zilizopo katika mataifa ya Ulaya, ambapo Umoja wa Ulaya ulipanga zitumiwe kwa ajili ya kununua silaha nchini Ukraine, lakini pia na kuijenga Ukraine. Rais huyo wa Marekani, katika namna ya kutafuta uhusiano wake mzuri na rais wa Urusi Vladimir Putin kuelekea kusitishwa kwa vita kati ya Urusi na Ukraine, inaripotiwa kwamba ameataka mataifa ya magharibi kuachana na mpango wao wa kutaka kutumia mali za Warusi zilizogandishwa katika mataifa mbalimbali yakiwemo yale ya Ulaya. Marekani inapinga kunyakua mali ya Urusi, na kupitia shirika la Bloomberg limeripoti Marekani haitajiunga na mpango unaoongozwa na Umoja wa Ulaya wa kutumia mali ya Urusi iliyogandishwa ili waifilisi, lakini kwa ajili ya kuipa Ukraine. Shirika la habari la Bloomberg limeripoti mnamo Jumatatu likinukuu vyanzo vinavyofahamu majadiliano hayo. Maafisa wa Marekani lakini pia na Rais Donald Trump wameripotiwa kuwasilisha msimamo huo kwa wenzao wa Ulaya wakati wa mkutano wa shirika la fedha la kimataifa mjini Washington wiki iliyopita. Marekani ilitaja hatari ya uthabiti wa soko zinazohusiana na uwezekano wa kunasa mali ya Urusi, mojawapo ya vyanzo vilidai. Maendeleo hayo ni vikwazo vikubwa kwa EU ambayo imekuwa ikijaribu kupata usaidizi mpana zaidi ndani ya kundi la G7 kwa ajili ya kuchukua hatua kuhusu mali ya Urusi. Mataifa magharibi yalizuia takribani dola bilioni 300 katika mali ya Urusi baada ya kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Takribani euro bilioni 200 sawa na dola bilioni 213 ambazo zinashikiliwa na jumba la kusafisha lenye makao yake mjini Brussels, Euroclear. Wafadhili wa magharibi wa Kiev tayari wameingia kwenye mapato yanayotokana na fedha za kuifilisi Urusi. Hivi majuzi EU imekuwa katika majadiliano ya mpango wa kutoa kile kinachoitwa mkopo wa fidia wa hadi euro bilioni 140 sawa na dola bilioni 163 kwa Kiev, huku ikitumia mali za Urusi zilizogandishwa kama dhamana ya kuunga mkono bondi zilizotolewa na kambi hiyo. Hatua hiyo ingekuwa sawa na kukamatwa kwao, ikizingatiwa kwamba Ukraine ingelazimika kulipa mkopo huo mara tu Urusi itakapoifidia kwa uharibifu uliotokana na mzozo huo. Pendekezo hilo limeungwa mkono na Ujerumani, Ufaransa na nchi kadhaa za mashariki mwa Umoja wa Ulaya, lakini zinakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Ubelgiji. Waziri Mkuu Bart De Wever amesisitiza kwamba dhima yoyote ya hatua hiyo inayopendekezwa lazima ishirikiwe miongoni mwa wanachama wote wa kambi hiyo badala ya Ubelgiji pekee. Wafuasi wa mpango huo wanasema kuwa mpango huo haujaweza kukamata, na kusisitiza kwamba Urusi inaweza hatimaye kulazimishwa kulipa kama sehemu ya suluhu ya amani ya siku zijazo. Urusi imeweka wazi kusema kwamba ikiwa mataifa hayo ya magharibi yataamua kutumia mali za Warusi zilizogandishwa, Urusi itahakikisha inatumia mali za mataifa yote ya Umoja wa Ulaya katika kulipa kisasi. Wakosoaji wa chama cha tatu akiwemo mkuu wa IMF Christine Lagarde pia wameonya kwamba hatua hiyo inaweza kudhoofisha imani ya kimataifa katika mfumo wa kifedha wa EU na kuharibu sana masoko. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.